Isaya sura ya 6 kuanzia mstari ule wa 5. Nitasoma Isaya 6 kuanzia Isaya sura ya 6 kuanzia ule mstari wa 5 au nianzie katika ule mstari tu wa kwanza. Biblia inasema katika mwaka ule aliokufa mfalme Uzia, nalimuona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana, na pindo za vazi lake zikalijaza hekalu. Juu yake walisimama maserafi, kila mmoja alikuwa na mabawa sita. Kwa mawili yalifunika uso wake, na kwa mawili alifunika miguu yake, na kwa mawili aliruka. Wakaitana kila mmoja na mwenzake wakisema, Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi, dunia yote imejaa utukufu wake. Na misingi ya vizingiti ikatikisika kwa sababu ya sauti yake, aliyelia nayo nyumba ikajaa moshi. Ndipo niliposema, ole wangu, kwa maana mimi nimepotea, na kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu, nami ninakaa kati ya watu wenye midomo michafu, na macho yangu yamemuona Bwana, mfalme, Bwana wa majeshi. Baba, katika jina la Yesu, wewe ni mwaminifu wa kweli, mtakatifu, uliyetupa neema na uzima na kibali, ya kwamba leo ikupendeza wewe tukawa na afya njema na uzima huu tulionao. Baba, tazama, si kwa sababu tulistahili au si kwa sababu sisi ni wema kuzidi wewe, lakini Baba, ni kwa sababu ya neema iliyo ndani ya Kristo Yesu tuliyemwamini. Yeye kila siku hutupa neema ya kuishi, hutupa neema ya kuwa na uhai huu. Na mchana huu Bwana, tunakwenda kujifunza neno hili katika kitabu hiki cha Isaya. Roho Mtakatifu, mwezeshe kila mmoja, fungua moyo wake Jehova Shama, wewe ukazungumze naye. Kinywa changu kikatumike kama chombo tu Bwana, kwa utukufu wa jina lako Mfalme. Mimi najiachilia kwako Bwana, wala mawazo yangu yasihusike kwenye hili neno, bali wewe aliye mapenzi na uliyekusudia kusanyiko hili upate kujua na kusikia, Baba, yakatimie sawasawa na mapenzi yako, katika jina la Yesu naomba na kushukuru, amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunajifunza habari za Isaya nabii. Nabii Isaya ni miongoni mwa manabii wakubwa ambao Mungu aliwatumia kwa kiwango kikubwa. Kama ni msomaji mzuri wa Biblia, utajua Isaya ndiye aliyetabiri kuzaliwa kwa Yesu, lakini Isaya pia ndiye aliyetabiri kwamba Yesu atakufa. Maana yake Isaya alitabiri wokovu wetu. Leo tunakaa hapa tunalisikia neno la Mungu, ni kwa sababu mtu mmoja alikubali Mungu amtumie na aweze kulifunua neno la Mungu katikati ya wakati ule ilikuwa kwa wana wa Israeli. Lakini leo sisi tumeokoka kwa neema hiyo ambayo kuanzia miaka hiyo Mungu alimtumia Isaya. Bwana Yesu asifiwe. Isaya kama nabii, wataalamu wa theolojia wanasema Isaya alizaliwa mwaka wa 765 kabla ya kuzaliwa kwa Kristo. Mwaka wa 765 kabla ya kuzaliwa kwa Kristo, na kabla hajaitwa kuwa nabii, Isaya alikuwa kuhani. Bwana Yesu asifiwe. Kabla ya kuwa nabii, kabla Mungu hajamuita Isaya kuwa nabii, Isaya alikuwa kuhani. Na baada ya kuitwa kuwa nabii, Isaya alifanya unabii kwa miaka isiyopungua 50, na aliweza kufanya kazi na wafalme. Alifanya kazi na mfalme Uzia, alifanya kazi na mfalme Yotam, alifanya kazi na mfalme Ahazi, alifanya kazi na
mfalme Hezekia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nini tunajifunza? Sijakwambia kichwa cha somo. Kichwa cha somo, andika midomo michafu. Andika midomo michafu. Ndio andike, hicho ndio kichwa cha somo. Safari yake ya Isaya kuwa nabii ilianzia hekaluni alipong'amua kwamba Mungu ni mtakatifu. Tumesoma hayo maandiko ya Isaya 6:1 kwamba Isaya akiwa hekaluni baada ya kufa kwa mfalme Uzia, yeye alimuona Bwana ameketi katika kiti chake cha nini? Cha enzi kilicho juu sana. Kitendo cha yeye kumuona Bwana kilimfanya Isaya aweze kujitathmini kwamba je, yeye ni mtu sahihi kufanya kazi na Bwana au ana mapungufu? Bwana Yesu asifiwe. Ndipo Isaya katika kumuona Bwana kwa kujitathmini akajiona yeye ana mapungufu pamoja na kuwa kuhani, na mapungufu yanatajwa kwenye ule mstari wa 5. Anasema, ndipo niliposema ole wangu, kwa maana nimepotea, kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu, nami ninakaa kati ya watu wenye midomo michafu, na macho yangu yamemuona mfalme, Bwana wa majeshi. Bwana Yesu asifiwe. Mwanzo Isaya anamuona Mungu, anaona maserafi, malaika, jinsi walikuwa na mabawa na nini wakisujudu mbele zake, lakini hakuishia kumuona Mungu peke yake. Isaya alijitathmini kwamba Mungu ni mtakatifu, na mimi anayenitumia kwenye kazi hii ya kuwa kuhani, je, ninastahili kuifanya kazi yake? Lakini baada ya kuona na mapungufu, Isaya alichukua hatua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma ili ujue Isaya alikuwa kuhani, ukisoma sura ile ya 6 unamuona Isaya anawakemea watenda dhambi. Kwa mfano, ukiangalia sura ya 5 mstari wa 20 mpaka 24, tusome hapo sura ya 5 mstari wa 20 mpaka 24. Anasema, ole wao wasemao kwamba uovu ni wema na kwamba wema ni uovu, walitiao giza badala ya nuru na nuru badala ya giza, watiao uchungu badala ya utamu na utamu badala ya uchungu. Ole wao walio wenye hekima kwenye macho yao wenyewe na wenye busara katika fikira zao wenyewe. Ole wao walio hodari kunywa kileo chenye nguvu, watu waume wenye nguvu kuchanganya vileo, wampao haki mwenye uovu ili apewe njara, na kumwondolea mwenye haki haki yake. Na kwa hiyo kama vile mwali wa moto uteketezavyo mabua makavu, na kama manyasi makavu yaangukayo katika mwali wa moto, kadhalika shina lao litakuwa kama ubovu. Bwana Yesu asifiwe. Haya sio maneno ya mtu mwingine, haya ni maneno ya Isaya akiwa kama kuhani, na alikuwa kuhani kule Yerusalemu. Bwana Yesu asifiwe. Kabla Mungu hajamuita kuwa nabii. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye Agano la Kale, kuhani alikuwa anafanya kazi asilimia kubwa na watu. Alikuwa anafanya kazi asilimia kubwa na nini? Na watu. Lakini nabii alikuwa anafanya kazi asilimia zote na Mungu. Kwa maana tafsiri nyingine, Isaya akiwa kama kuhani, Mungu anamuona, ana moyo wa kumtumia kama nabii. Maana yake anataka kumpandisha viwango kutoka kuwa kuhani na kuwa nani? Nabii, afanye kazi na Bwana.
Na nyakati za Agano la Kale, kumbuka nabii alikuwa anafanya kazi na kuhani, lakini kuhani alikuwa lazima apeleke taarifa za Mungu kwa mfalme na watu wake. Na wakati huu Isaya anaona haya maono. Israeli walikuwa kwenye dhambi, Israeli walikuwa wamemwasi Bwana, na ndio maana unaona Isaya anatumia lugha kali. Anasema ole wao wanaume wenye nguvu wanaokunywa vileo, wanachanganya, wale wanaopotosha hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake Isaya alikuwa anayajua yale yanayoendelea kwenye taifa lake, lakini kama kuhani hakuacha kuyasema, aliwaambia. Lakini pamoja na kuwaambia, yeye alipomuona Bwana, na yeye kumbe alikuwa katikati ya wale ambao walikuwa bado wana mapungufu. Ndio maana anasema mimi ni mwenye midomo michafu na ninakaa katikati ya watu wenye midomo michafu. Lakini mwisho anasema na macho yangu yamemuona Bwana wa nini? Wa majeshi. Kwa maana nyingine, Isaya akiwa kama kuhani alikuwa na mapungufu ambayo yalimhitaji ili Mungu amtumie aweze kuyaacha. Bwana Yesu asifiwe. Aweze kufanyaje? Kuyaacha. Na tunapofahamu kwamba anaposema midomo michafu, mtu anaweza kufikiri labda ni kinywa kinachonuka, mtu apige mswaki. Maana yake yeye alikuwa hayuko sawa kwenye kuzungumza kwake, kwenye kunena kwake mbele za Mungu hakuwa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Nini maana yake? Unaweza ukaimba na unaweza ukahubiri kama mimi ninavyofanya hivi, lakini kinywa unachotumia kuhubiri kikawa kinashiriki na mambo mengine yaliyo kinyume na mapenzi ya nani? Ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ukifanya hivyo, utahubiri, utaimba, lakini hutakuwa pamoja na Bwana. Utahubiri, utaimba, lakini hautakuwa pamoja na nani? Na Bwana, kwa sababu Mungu ni mtakatifu. Anasema iweni watakatifu kama mimi nilivyo. Kwa hiyo Isaya alipomuona Bwana, cha kutathmini, alimuona Mungu ni mtakatifu. Akarudi kwenye maisha yake ambayo anataka Mungu amtumie. Maisha yake yakoje? Alipojitathmini akaona kumbe na mimi nina nini? Nina mapungufu. Bwana Yesu asifiwe. Nina midomo michafu, alafu ninakaa katikati ya hao wanaonena mabaya. Hapo Bwana anatafuta nabii. Wakati Isaya anajitathmini hivyo, Bwana anatafuta nani? Nabii amtumie kwa ajili ya kujifunua mbele ya wana wa Israeli waliomwasi. Bwana anamtafuta nani? Nabii katikati ya watu ambao walikuwa wamemwasi, wamemwacha. Kitu ambacho tunatakiwa kufahamu sisi kama watumishi wa Mungu, sisi tuliookoka, kinywa, kuna sehemu nyingine Biblia inatumia ulimi, kuna sehemu nyingine inatumia kinywa, kuna sehemu nyingine inatumia midomo kama hapa. Lakini hapa maana yake ukisema kinywa unajumulisha vyote. Kama Biblia ikitaja ulimi, kama Biblia ikitaja kinywa, kama Biblia ikitaja midomo, maana yake inaweka ujumla wa kinywa kama kilivyo. Je, kinafanya nini? Kinanena nini? Kinasema nini? Kinywa tunacho kama sehemu ya miili yetu. Kwa wanasayansi wanajua kinywa ni mlango wa fahamu. Kina kazi yake kwenye maisha yetu, lakini kina kazi yake kwa Mungu. Waimbaji wameimba hapa, mimi nahubiri hapa. Kama si kinywa nisingeweza kuhubiri.
Sasa ni wajibu wa kila mtu utafakari. Wewe ukiwa ni mtumishi wa Mungu na Mungu anakutumia, kinywa chako kinashiriki mambo gani mengine yaliyo kinyume na mapenzi ya Mungu? Kwa sababu Mungu ni mtakatifu na Mungu anafanya kazi na watakatifu. Sio kila anayesimama akaweza kuimba anaimba na Mungu. Yaani hilo unataka ulijue. Sio kila anayesimama akahubiri anaweza kama amesimama na Mungu. Mwingine anaweza akahubiri, akaweza kuhubiri, lakini usione nguvu ya Mungu, kwa sababu Mungu hafanyi kazi na mtu mwenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hafanyi kazi na mtu mwenye dhambi. Au Mungu hatumii kinywa cha mtu ambaye kinywa chake kinashiriki kunena mengine yaliyo kinyume na mapenzi ya nani? Ya Mungu. Kwa hiyo Isaya hakubaki kwenye ukuhani, asingejitathmini kwamba nimeiona nguvu ya Mungu, nimemwona Mungu, maisha yangu yakoje. Na ndivyo unavyotakiwa kuwa wajibu wa kila mtu kila siku. Mungu anapokutumia ukaiona nguvu yake, maana yake usiku na mchana, kama kuilinda hiyo nguvu, uendelee kuiona zaidi na zaidi kwenye utumishi wako. Lakini ukiona kwamba nimetumika leo na kesho Bwana atanitumia, maana yake umeanza kuishi kwa mazoea. Na Mungu watu wa hivyo hawahitaji. Mungu anahitaji kutumia mtu ambaye anataka kuona kila siku ni mpya, na Mungu ni mpya, na Mungu ni mtakatifu, na atafute Bwana utakatifu. Alafu ndipo akasimama akamwambia Bwana, kama ni kuimba, kama ni kuhubiri nje mkutano au ndani au wapi, lakini lazima mtu ajitathmini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Waimbaji, kama mnataka Bwana awatumie kwa viwango vikubwa, lazima mtu ajitenge, kinywa chake kisishiriki mambo mengine. Tutaona hapo mambo gani, kwa nini Isaya alijiita mwenye midomo michafu na anakaa kati ya watu wenye midomo michafu. Na kuna wimbo hapo waimbaji wao wanaimba, wanasema tokeni mkatengwe nao, wasema Bwana wa nini? Wa majeshi. Tokeni mkatengwe nao, asema Bwana wa majeshi. Maana yake utakatifu ni kutengwa kwa ajili ya Kristo. Ukisema Mungu akisema mimi ni mtakatifu na nyinyi muwe watakatifu, tafsiri rahisi ni kwamba tengweni kwa ajili ya Bwana. Kwa maana ya utakatifu, hata utengo uliwe na Bwana. Isaya baada ya kujitambua alijua sasa Bwana anataka atende, nitumike na nani? Na yeye. Maana yake awe mtakatifu, aifanye kazi ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Isaya alitambua utakatifu wa Mungu na kutambua kwamba yeye hajakamilika, kwa kuwa alikuwa na midomo michafu. Alitambua matokeo ya kumwona Bwana Mungu uso kwa uso, kama alikuwa ni hitaji la yeye kutubu. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba kumwona Bwana na kumtambua Mungu kama ni mtakatifu, hitaji pale ilikuwa ni Isaya aweze kufanyaje? Kutubu, ili kile kinywa ambacho kilikuwa kinanena kinyume na Mungu kisafishwe, alafu Bwana amtumie. Bwana Yesu asifiwe. Mtu yeyote anayetaka kuwa mtumishi mzuri, awe mwimbaji, awe mwinjilisti, awe mchungaji, awe nabii, awe mtume, lazima sana ajilinde na kunena kwake. Yakobo anasema kwenye ile Yakobo sura ya 3. Fungua Yakobo sura ya 3.
Waraka wa Yakobo sura ya 3 mstari wa kwanza. Tutasoma hapo mstari wa kwanza mpaka wa 12. Waraka wa kwanza wa Yakobo, mtu anaweza kusoma wote waraka wa Yakobo sura ya kwanza, waraka wa Yakobo sura ya 3. Mpeni mtu maiki aweze kusoma. Sura ya 3 ya Yakobo mstari wa kwanza mpaka wa 4. Soma mpaka wa 12. Ndugu zangu, msiwe walimu wengi, mkijua ya kuwa mtapata hukumu kubwa zaidi. Maana twajikwaa sisi sote pia katika mambo mengi. Mtu asiyejikwaa katika kunena huyo ni mtu mkamilifu, awezaye kujizuia na mwili wake wote kama kwa lijani. Angalieni, twatia lijani katika vinywa vya farasi ili wamtii, hivi twageuza mwili wao wote. Tena angalieni, merikebu ingawa ni kubwa kama ninyi na kuchukuliwa na pepo kali, zageuzwa na usukani mdogo sana, kokote anakoazimia kwenda nahodha. Vivyo hivyo ulimi nao ni kiungo kidogo, nao hujivuna majivuno makuu. Angalieni jinsi moto mdogo uwashavyo msitu mkubwa sana. Nao ulimi moto ule ulimwengu. Nao ulimi ni moto ule ulimwengu wa uovu. Ule ulimi umewekwa katika viungo vyetu, nao ndio utiao mwili wote unajisi, uwasha moto mfululizo, na maumbile nao huwasha moto na jehanamu. Maana kila aina ya wanyama na ya ndege na ya vitambaavyo na ya vilivyo na ya vitu vilivyomo baharini vinafugika, navyo vimekwisha kufungwa na wanadamu. Bali ulimi hakuna awezaye kuufuga, ni uovu usiotulia, umejaa sumu iletayo mauti. Kwa huo twamhimidi Mungu Baba yetu, na kwa huo twalaani njia ya imani, hata twawalaani wanadamu waliofanywa kwa mfano wa Mungu. Na katika kinywa kile kile kutoka baraka na laana. Ndugu zangu, haifai mambo haya kuwa hivyo. Je, chemchemi katika jicho moja hutoa maji matamu na maji machungu? Ndugu zangu, je, mtini waweza kuzaa zaituni au zabibu kuzaa tini? Kadhalika chemchemi haiwezi kutoa maji ya chumvi na maji matamu. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni Yakobo. Anasema mtu anayejizuia katika kunena, asiyejikwaa katika kunena kwake, huyo mtu ni nani? Huyo mtu ni nani? Ni mkamilifu. Yaani mtu ambaye kinywa chake hakitashiriki kutukana watu, hakitashiriki kupitimisha watu, hakitatamka uongo, hakitatukana, hakitajivuna. Unajua hata kiburi, ili muone mtu mwenye kiburi lazima kinywa kihusike. Na ukiangalia kwa asilimia kubwa dhambi zote ambazo wanadamu wanafanya, asilimia kubwa lazima kinywa kihusike. Kweli sio kweli? Na sisi tuliookoka mara nyingi tumejiweka kwenye kaukana fulani, kuona kwamba kama sizini, kama sihibi, kama sihibi pombe, unajiwekea kabisa utayari kwamba wewe unaenda wapi? Mbinguni. Lakini Yakobo anasema ulimi unawasha moto wa nini? Wa jehanamu. Maana yake dhambi zozote zinazotendwa kwa kinywa hiki zina nafasi sawa na dhambi zingine zisizotendwa na kinywa kumpeleka mtu jehanamu ya moto. Hakuna dhambi nyepesi
wala dhambi rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema hakuna mtu anayeweza kuzuia ulimi au midomo yake isinene mabaya, lakini inawezekana kama mtu ana roho wa Mungu ndani yake. Sisi hatuwezi kushinda dhambi kwa uwezo wetu. Hata kama ungelikuwa wewe ni mpole, wewe sio mzungumzaji. Maana kuna watu ambao wanajiweka kwenye kautaratibu kwamba mimi ni mpole, wasizungumzi, mimi sina maneno mengi. Kama huna Roho Mtakatifu, kuna sehemu kinywa chako kinashiriki. Pamoja na upole, pamoja na malezi uliyolelewa, pamoja na tabia yako nzuri ambayo watu wanakusifu, kama huna Roho wa Mungu, ni ngumu mno kuuzuia ulimi. Yakobo anafananisha, anasema ulimi hauwezi kufungika, yani hauwezi, maana yake hauwezi wewe kutawala. Wewe kama wewe hauwezi kutawala ulimi au kinywa chako. Maana yake unahitaji nini? Unahitaji Roho wa Mungu akuwezeshe, awe mngojezi kwenye kinywa chako, kwamba Biblia inasema maneno yakiwa mengi, kuna neno linalotoka kwa mwovu, utajijuaje? Akiwepo mngojezi ambaye ni Roho Mtakatifu, anatuzuia kwenye uwingi wa kuzungumza, anatuzuia kwenye uwingi wa kunena. Bwana Yesu asifiwe. Anatuzuia kwenye uwingi wa kuwasifia watu. Unajua hata kujipendekeza ni dhambi, kwa sababu mtu anayejipendekeza ni lazima atajipendekeza kwa maneno ya uongo. Yaani wewe, watu wanakuzungumza hivi, wewe ni mtu mkubwa, kumbe unampamba, ni uongo, ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Sio tu kusema uongo, yaani unampamba mtu mpaka kupita uhalisia wa maisha yake. Na moyoni unakuta kunakwambia hizo sifa unazompa sio za kwake huyo, lakini umekazana kwa sababu unataka kumpamba aendelee kuwa rafiki yako, au msaada unaohitaji unataka afanyeje? Akupe. Yaani inatisha. Kama Yakobo anafananisha kwamba kuna wanyama wote wamefugwa na wakazuiliwa. Simba wanafugwa, kuna simba wa porini anafugwa, wao anaweza kaletwa akafugwa na akatii. Simba unayemjua wewe, hawa wanyama hatari wanafugika, na mwanadamu akawa na control nao, akawazuia wasifanye wanavyotaka. Lakini anasema ulimi ukilinganisha na hao wanyama, ulimi ni hatari kuliko simba. Ulimi ni hatari kuliko chui. Chui anafugika, lakini Yakobo anafananisha ulimi ni ngumu mno kuufuga, yani kuzuia usifanye unayoyataka. Bwana Yesu asifiwe. Yaani maana yake wewe kama wewe ukisema unajitahidi, na ndio maana sisi walokole kwa asilimia kubwa wamebaki na dhambi hizi zinazotokana na kinywa. Zingine zote wameshinda, lakini zinazotokana na kinywa wengi bado wako kwenye hilo kongwa. Atanena leo kinga yao mtakatifu akitumia kunena, wiki nzima anaenda kwenye masengenyo. Akija hapa Jumapili na kwamba ile mashine ya kuamsha na chuma kuchu mpaka nije ni watu wameshatoa nini? Jasho, kwa sababu alishaenda huko. Kinywa atakakipeleka huko. Roho Mtakatifu anaona siwezi tena kunena kupitia hiki kinywa, ni kichafu. Mtu asiyejikwaa katika kunena, huyo mtu ni nini? Ni mkamilifu. Yakobo anaita mtu huyu ambaye katika kuzungumza kwake akikaa mahali popote, na mpendwa na mtu asiyempendwa, akikaa na mwizi akakaa na kahaba, kinywa chake kikawa hakiwezi kujikwaa kunena mengine, huyo mtu ni mkamilifu. Na sisi ukamilifu wetu haupo mpaka uwe na Roho Mtakatifu. Yaani hilo tukubaliane, ukamilifu wetu haupo mpaka uwe na Roho Mtakatifu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Utakuwa tu mtu yule ambaye unajizuia leo, kesho umeanguka. Roho Mtakatifu ni spidi gaba, na kifunga kinywa ameshakifunga. Hata ukikaa katikati ya wambea wa
waliobobea ambao ni mashuhuri. Wewe ukikaa pale ukiwa na Roho Mtakatifu, ikitaka kutoka neno umeshangazwa na kwambia usizungumze, nyamaza, kimya. Huyo ndiye anayeweza kufanya sisi kuwa wakamilifu. Lakini tukibaki sisi wenyewe hivi bila Roho Mtakatifu, ni ngumu mno kinywa chetu kufanya mapenzi ya Bwana. Ni ngumu na haiwezekani. Yaani Roho Mtakatifu asiwepo, wewe mimi tukabaki kama tulivyo, kwamba tuna uwezo wa kujizuia, hatuwezi. Kwa sababu tupo katikati ya watu ambao hawajaokoka, na hata wale ambao wameokoka hao pia wanatutambisha. Ndio maana unaona Isaya anasema, na mimi nakaa katikati ya watu wenye nini? Wenye midomo michafu. Maana walikuwa kama vile wana genge la kuzungumza vibaya. Lakini alipoipata neema ya kumuona Mungu, alisema sitabaki kama nilivyo. Wewe ukiokoka na Mungu inavyoshuka Betheli hapa, hutakiwi kubaki kama ulivyo, kwa sababu Mungu inavyoshuka Betheli inatubadilisha. Inatutoa huko kama tulikuwa ni watu wenye kuzungumza sana, tunakuwa ni watu wenye kuzungumza kidogo, ni watu wenye kujizuia. Hiyo nguvu ikiwa ndani yako inakuzuia hata ungekaa na nani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mpaka Roho Mtakatifu awe ndani yako. Mstari ule Isaya baada ya kuona kusema ole wangu, baada ya Isaya kusema ole wangu mimi mwenye midomo michafu, ukiendelea anasema, kisha nikasikia sauti ya Bwana, mstari wa 8. Kuanzia mstari wa 6. Kisha mmoja wa maserafu wale akaruka akanikaribia, naye alikuwa na kaa la moto mkononi mwake, ambalo alikuwa amelitwaa kwa makoleo kutoka juu ya madhabahu. Akanigusa kinywa changu kwa kaa hiyo, akaniambia, tazama, hili nimekugusa, midomo yako na uovu wako umeondolewa, na dhambi yako imefunikwa. Bwana Yesu asifiwe. Agano la Kale, hata wadogo wanatoa sadaka za dhambi zao zilikuwa zinafunikwa. Agano Jipya, kwa wale wanaofanya toba ya kweli, dhambi zao zinafutwa. Yaani unasamehewa, zinafutwa na Mungu anasahau. Ndio maana anasema nitaweka dhambi zenu kama umbali wa magharibi na mashariki, wala sitazikumbuka. Maana yake anakuwa amefuta kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Isaya kwa wakati ule, baada ya kujitambua, anapata neema ya kusamehewa, anapata neema ya kupokea Roho Mtakatifu. Unaposikia kale kutoka kwenye madhabahu, rafiki huyo ni nani? Ni Roho Mtakatifu. Anasema kali kutoka kwenye madhabahu, malaika alitoa kali kutoka kwenye madhabahu, akagusa vinywa vyake. Maana yake Roho Mtakatifu alimtakasa Isaya na akabaki ndani yake. Na ukiangalia mistari inayofuata, Mungu anasema tumtume nani? Ndio unaona Isaya anasema nitume mimi. Baada ya nini? Baada ya kuwa amesafishwa, baada ya kuwa yuko safi, kwamba Mungu ni mtakatifu na yeye atatumika katika huo utakatifu. Kinyume na hapa, angebaki kuwa na ukuhani wake na kukemea watu, wakati na yeye anashinda. Bwana Yesu asifiwe. Na ukumbuke Agano la Kale, Roho Mtakatifu alikuwa anashuka kwa wale ambao Mungu amekusudia kuwatumia. Leo Roho Mtakatifu ni ahadi ya Baba. Kila aliyemwamini Yesu ana haki ya kumpokea Roho Mtakatifu. Kila aliyemwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Kwa hiyo mlango wa kupokea Roho Mtakatifu kwetu ni kufanya toba ya kweli. Roho Mtakatifu anakuja anakaa ndani yako. Huku kwa Agano la Kale, Mungu alikuwa anashusha Roho Mtakatifu kwa yule ambaye anakusudia kufanya naye kazi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Isaya anasafishwa kinywa chake. Mstari wa 8 anasema, kisha nikasikia sauti ya Bwana ikisema, ni mtume nani, naye ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Angalia tena hapa, ni mtume nani, alafu tena ni nani atakayeenda kwa ajili yetu. Nyinyi ambao mnababaishwa na watu kwamba Yesu sio Mungu, Roho Mtakatifu sio Mungu, hapa panatumia uwili.
tumtume nani? Mtume nani? Naye atakayeenda kwa ajili yetu. Mungu alikuwa na nani? Mungu alikuwa na nani? Maana nafsi zote za tatu za Mungu zilihusika hapo. Wote walikuwepo. Yohana anaposema Yesu alikuwa ni neno naye alikuwa kwa Mungu, hiyo nayo inakuthibitishia kwamba wakati Isaya anatafutwa atumwe, hizo nafsi tatu za Mungu zilishiriki. Roho Mtakatifu alikuwepo, Mungu mwenyewe alikuwepo, na Yesu alikuwepo. Ndio Isaya anaitikia nitume mimi. Lakini baada ya nini? Ya kuwa ametakaswa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kuwa ametakaswa, cha kujifunza hapa ni nini? Mungu ana uwezo wa kutakasa. Roho Mtakatifu tunaweza kumpata. Je, ni kwa kiwango gani wewe umekubali kuyaacha maisha au kinywa chako kisinene uovu ili uwe na Roho Mtakatifu wa kuwa naye moja kwa moja? Sio Roho Mtakatifu ambaye unamtumia leo hapo umenena, ukiondoka wiki nzima unajivuruga, unajichafua nini, ukija hapa ni mtu ambaye kama vile hujawahi kujaa Roho Mtakatifu. Lakini ukiangalia kilichomfanya Roho Mtakatifu asije kwako, utakuta tu ni maneno. Utakuta ni nini? Ni maneno. Yeye ni mtakatifu, anakaa mahali pa nini? Patakatifu. Moyoni kwako na wewe unatakiwa Roho Mtakatifu. Ili utoke na Roho Mtakatifu Jumapili, ukae naye wiki nzima. Hapo watu hawajui hasara mchungaji. Wakati Yohana anasema huyo Roho atakapokuja atatupasha mpaka habari za mambo ya jana. Maana unapanda gari, Roho Mtakatifu akwambia hiyo gari inaenda kupata ajali. Sasa kama wewe ni wakunena ukiwa kanisani Jumapili, wiki nzima unakaa mwenyewe, hizo hasara unapata hasara. Mahali ambapo watu walikuwa wanataka kufukuza kazi, Roho Mtakatifu amekwambia hauna. Yeye anasema sitanena jambo lolote, sitafanya jambo lolote bila kumjulisha mtumishi wangu. Hata kujulishaje na Roho ambaye anatakiwa kujulisha hauna? Umemwacha Jumapili. Mnaona sana jambo kubwa. Wewe shetani anakutafuta hiyo wiki. Wewe hata kujua kwamba ninatafutwa. Kwa sababu mwenye kujulishwa kama unatafutwa ni Roho wa Mungu. Na kumbuka wakati nimeokoka niko mchanga, nilijenga imani yangu sana. Siku moja mama mdogo akatuamsha saa 8 ya usiku. Yaani mimi hapo kwanza ndio niko mchanga naona kama ni msumbufu. Tukemee roho ya mauti. Mimi nasema sio mama mdogo naye anambia nini? Hatuna mgonjwa, hatuna nini. Tukemee roho ya mauti. Yaani hapa sio wenyewe tumekula tumeshiba. Sasa roho ya mauti iko wapi? Niko mchanga. Nikainuka hivyo kwa usingizi kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kesho asubuhi mama mdogo anapigiwa simu. Kaka yako alikuwa amelewa. Alikuwa anapiga mke wake. Muda gani? Saa 8. Wakati anataka chukua yule mche wa kutuambia mponde kichwa. Wakati huo sisi ndio tunakemea ule mche anaupiga. Ukamkonyoka kwa hiyo kadondoka kule. Yule wifi yake akawa amefanyaje? Amesalimika. Lakini baada ya maombi ya kuambia tuamke saa 8 tukemee roho ya nini? Ya mauti. Sasa mama mdogo asiyekuwa na roho wa Mungu. Hizo taarifa ngezitoa. Yule mtu alikuwa anakufa. Yule mtu alikuwa anafanyaje? Anauawa. Au tungeacha kutii tukaamka tukaomba, yule shangazi angefanyaje? Angeuawa. Katoka huko amelewa, anampiga saa 8. Mama mdogo anasema nini? Tukemee roho ya mauti. Mimi niliamka tumani kwako nikafuata. Sasa na uchanga wangu kioo naona kama ni usumbufu. Yaani mtu kwenye usingizi mkubwa hivi anasema tuombe. Tunaomba nini? Kwani tumekula wote kwa wazima tuna afya, sasa mauti inatoka wapi? Kesho yake napewa ile habari. Nikamuuliza mama mdogo, sasa ulijuaje? Maana hujapigiwa simu nini? Akamwambia mwanangu, ukikaa na Yesu, ukakaa vizuri, utapaswa mpaka na habari ambazo zinataka kutokea. Akanifundisha na kanionyesha na hilo andiko la Yohana. Kwamba mimi Roho Mtakatifu aliniambia niamke nikemee mauti. Na hakuniambia kwamba mauti ya nani. Kwa hiyo mimi kazi yangu ilikuwa ni kuamka kutii, kuvunja roho ya nini? Ya mauti. Taarifa zinakuja kesho, ufiane angefanyaje? Angeuawa, kwa maana anataka niende jela. Kwa hiyo kunakuwa na hasara kubwa kama mtu atakuwa na roho wa kujaa. Akitoka kwenye mlango wa kanisa wanaachana. Anasubiri Jumapili arudi ajaye tena. Yaani wewe una hasara kubwa kwenye hayo maisha. Una hasara kubwa.
Roho Mtakatifu ana kazi nyingi. Mungu aliyomtaka Isaya ajae roho, maana yake alitaka sasa awe anamsikia akimwambia habari na kupeleka kwa hao wafalme watatu ambao yeye amefanya nao kazi. La Mungu ni hili, haijalishi kuna hatari, haijalishi kuna nini, lakini lililo la Bwana kalifunue mbele ya nini? Ya wafalme. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ujai roho wa Mungu, una mabosi wengine sisi wanatuajiri, yaani wanatetemesha kama uko kimwili. Anaweza kwenda kufukuza kazi sasa hivi. Sasa na wewe umeshaegesha. Sisi ndio unasema mtaani umeshafukuzwa kazi, unaanza kuwatangazia watu. Tunamhitaji roho wa Mungu ili tuweze kudhibiti kinywa. Kinywa kumwambia ni hatari. Unajua anapofananisha wanyama wanaofugwa, alafu anakuambia kinywa hakifugiki. Simba anafugwa. Kuna simba wa porini na kuna simba anafugwa. Au yule wa porini ukimchukua unaweza kumfuga, unamletea nyama nini, baadaye anakuwa kama Mungu tu. Unaweza kutembelea unaendelea mpaka sokoni. Na ukitembelea sokoni watu sio watakuwa nakimbia. Lakini ameshafugika. Sasa anakuambia Yakobo anakuambia kinywa ni ngumu mno ulimi kufuga, kuzuia, kucontrol, ni ngumu mno. Na ndio maana Isaya mwenyewe akiwa kama kuhani amewapelea watu nini. Baadaye na yeye anafunuliwa na Bwana, anaona kumbe Mungu ana utakatifu wa kiwango hiki. Kumbe bado mimi kuna sehemu nimepelea. Bwana Yesu asifiwe. Kuna sehemu amefanyaje? Amepelea. Na katika huko kupelea anatakaswa. Isaya akajaa Roho Mtakatifu, akawa ni nabii ambaye Mungu amemtumia kwa viwango vikubwa, lakini mpaka baada ya kujitambua, alijitambua. Leo unaweza kukuta na mwimbaji hapa anajijua kabisa yeye anatumiwa na Bwana, kinywa chake ni mali ya Bwana anataka kitumie, lakini unaweza kukuta huyo tena anashiriki kwenye mambo mengine, mambo mengi. Akija hapa kunena kwa lugha kwa watumishi watabadilika mikono, watahangaika naye muda mrefu. Unajua tafsiri yake ya kwa muda mrefu hujaikuta Mungu. Maana yake kuna mahali tu Roho Mtakatifu anakataa, tunaweza kusema jaeni nguvu. Anakataa kwako wewe hapapo safi. Hataki kushuka kuja kwa sababu hapapo safi. Jiachilie kwa Bwana, unaacha na kuanza mauaji na nini, unajua utajaa. Hajai haki. Kwa nini? Si safi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatutaka sisi ambao tumeamini vinywa tushinde dhambi zote. Napendaka nani apendaka anasikizaga nyimbo za Yusto. Anasema unapoweka chandarua kwa ajili ya huko, funga na nini? Na mlango. Nani anashasikia huo huo? Nani anashasikia huo huo? Nyimbo haibaki, mnakuwa msikize nyimbo za wenzenu. Mimi napenda sana kusikia nyimbo za yule bwana kwa sababu ni nyimbo za Injili. Unapofunga chandarua kwa siingi, funga na mlango. Yusto anamaanisha chandarua wale kama hizi dhambi mnazoziita ndogo ndogo zinazotokana na kinywa, uongo, kusengenya, kusitirisha watu. Kama unafunga mlango simba asiingie, basi weka na neti, Mungu asifanyeje? Asikuume. Maana yake anamaanisha hakuna dhambi ndogo. Dhambi mnazoziita ndogo ndogo hizo zina uwezo wa mtu kumpeleka nini? Jehanamu ya nini? Ya moto, kama ulivyo wizi. Bwana Yesu asifiwe. Tunatakiwa kujitambua. Ukishajitambua kwamba nina udhaifu huu, ukijaa nguvu ya Roho Mtakatifu, mwambie Roho Mtakatifu, nahitaji kushinda hii, na kitu ambacho watu hawakijui. Mungu ni mwaminifu, ila hawezi kulazimisha mtu. Hilo ndio unataka ulifahamu. Yaani kwamba Mungu akulazimisha wewe ufanane naye na wewe hauko tayari. Hawezi. Mungu ni mwaminifu, ila halazimishi mtu ayafanye mapenzi yake. Yaani maana yake ni kama mimi Damiani, kinywa changu najua Mungu anakitumia mimi, mwalimu nafundisha. Mimi mwinjilisti, naweza kusimama kuhubiri. Cha kwanza lazima mimi nijitenge, maana utakatifu ni kutengwa kwa ajili ya Bwana. Kwa unaanza wewe mwenyewe kujitenga na hayo mambo. Tokeni mkatengwe nao, asema Bwana wa nini? Wa majeshi. Anasema msiguse kitu kilicho kichafu, nami nitakuwa baba yenu wa kike na nini? Maana usipojitenga ukabaki huko, Mungu hawi baba yako, na Roho Mtakatifu hawezi kushuka kumthibitisha Yesu
na mwisho wa siku unafanya kama huduma mwenyewe. Unafanya huduma, unajua kuna watu wanafanya huduma wenyewe. Anaweza akaruka dini jasho zinamtoka, huko hakuna. Kwa sababu yupo mwenyewe. Utashinda kufanya huduma, ila utafanya huduma ambayo haina nguvu ya Mungu, ambayo haina matokeo yote kwenye ulimwengu wa roho. Kwa sababu huduma yenye nguvu za Mungu lazima ikifanyika pawepo na madhihirisho ya nguvu za Mungu zikiwafungua watu. Hata kuimba nyimbo na uhubiri kwa kuimba, kwenye hizo nyimbo wawepo watu wakitafakari zile nyimbo, Mungu awafungue. Mtu anayesimama akahubiri kwenye mkutano wa Injili, acts ile ya kuhubiri sio kitu. Kinachotakiwa ni ile nguvu inayoshuka kuwafungua wale watu walio kwenye ule mkutano. Sasa hiyo nguvu ili ishuke inahitaji mahusiano na mwenye nini, na mwenye kazi yake. Inahitaji wewe unayehubiri na mwenye kazi yake amshushe Roho Mtakatifu afanye. Alafu akifanya nguvu unarudi kwa nani? Kwake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Dhambi zinazotokana na kinywa ni dhambi hatari sana. Dhambi zinazotokana na kinywa ni dhambi hatari sana. Kwani zinampa mtu kujiamini tu na kuona bado yuko salama, kumbe alishaanguka. Anaweza kufanya huduma wakati hayuko rohoni. Dhambi zinazotokana na kinywa ni dhambi hatari. Yaani zinampa mtu usalama kujiona kama yuko nini? Na shetani hapo kabisa kundua kwamba watu waliomwamini Yesu, najua nikiwapeleka kule huku na huku wanaweza wakashtuka. Na waachia hapa kwenye dhambi ambazo midomo yao inabaki kuwa michafu. Mimi nitabaki nao kwa sababu ninajua Mungu hana jehanamu mbili. Mungu ana jehanamu moja. Mzinzi anaenda motoni sawa na mlevi. Muongo anaenda motoni sawa na mwizi. Kahaba anaenda motoni sawa na msengenyaji. Jehanamu ni moja. Kwa shetani ndipo alipowakamata watu wengi hapo kwamba atashiriki masengenyo, atashiriki uongo, alafu anajiona bado yuko nini? Salama. Hakuna usalama. Yakobo anasema mtu asiyejikwa katika kunena, huyo ndio mkamilifu. Maana huyo ndiye anayemfaa Bwana, na huyo ndio wakwenda wapi? Mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Dhambi ya kwanza ya ulimi, uongo. Na katika kutafiti kwako kwenye Biblia uongo umetajwa mara 168. Mara 168. Alafu mtu anakaa sema hiyo ni dhambi ndogo. Yaani ukichukua Agano la Kale mpaka Agano Jipya, uongo kama dhambi umetajwa mara 168. Kuliko hata uzinzi, kuliko hata wizi, kuliko hata ulevi. Uongo umetajwa mara nyingi, na Mungu anauchukia uongo. Mungu anachukia nini? Uongo. Na muongo baba yake ni nani? Muongo baba yake ni nani? Muongo baba yake ni nani? Yohana, ulikuwa usisoma Yohana 8:44. Tasoma Yohana 8:44. Yohana Mtakatifu 8:44. Biblia inasema mstari wa 44. Mstari wa 44. Yohana sura 8 mstari wa 44. Biblia inasema ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo husema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni muongo na baba wa huo. Bwana Yesu asifiwe. Ibilisi ni nani? Ni muongo na baba wa huo uongo, na baba wa hao waongo. Na anatuongopea mtu atafuti haki, atafuti ukweli, anabaki tu anakutuliza tu kwamba uko salama. Huo nao ni uongo, uko salama. Ni nini? Ni uongo wa Ibilisi.
Shetani anakuwa anatudanganya kwamba tuko salama. Hatuko nini? Salama. Kwa hiyo baba wa waongo wote ni nani? Ni Ibilisi. Kwa hiyo dhambi kuwa na midomo michafu ni pamoja na kuzungumza uongo, kutunga vitu, kusema mambo sio ya kweli. Bwana Yesu asifiwe. Hivi ukija nyumbani kwangu ukatukuta tunakula dagaa, ukaenda kwa mwalimu Samueli ukamwambia Samueli nienda kwa mzee Danieli nikakuta anakula dagaa, huo ni uongo. Huo ni uongo. Nia itabaki tu umeenda kuzungumza nia yako ni nini, ila ulichosema ni nini ni kweli. Na wenyewe unaweza kuwa umetendwa kwamba unaenda kuzungumza nimekuta anakula dagaa, habari ni ya kweli, nia ni nini? Yesu anasema, Paulo anasema iweni na nia ile kama ilivyokuwa ndani ya nini? Ya Kristo. Ukizipeleka hizo habari bila kula dagaa unatafuta nini? Unaona nia tena inaenda kukufunga. Mtu akikuuliza akamkataa vizuri mbele, kwa nini ulisema mtu anakula dagaa? Utaanza kwenda na makorokoro mengine. Kwa hiyo kuna vitu vingine ni bora kujizuia kuzungumza. Sijui tunaelewana? Ni bora ukajizuia kufanyaje? Kuzungumza. Kwa sababu unaweza kuzungumza ukakuta umepeleka habari ya kweli, lakini ndani yake inakuja kukuletea vitu vingine. Maana ukifungua kitu kuzungumza. Ujawahi kuzungumza na mtu habari ya ukweli, alafu mtu anaenda na ibadilisheni habari anaiongezea chumvi. Hapa anasema leo anasema haya maneno ni neema. Unakuta unasutwa. Mimi nilishia hapa. Kwa nini usijizuie? Unaanza mimi wakati mchungaji Stella tumeoana nilimwambia hivi, mtumishi wa Bwana, katika kitu kwenye maisha yangu siwezi kukibeba. Ni wewe kuletea watu wanakusuta. Yaani waje drop hapa. Mke wangu sikasema ni hilo sitaweza kuvumilia. Yaani kuna wengine naweza kuvumilia hilo sitaweza. Wewe umekula umeshiba kuna pa kwenda. Ndani kupumzika mimi nitarudi nitamanyana nitakukuta. Na tumeyaishi maisha hayo, watu wengi wanaona sisi tunajidai au hatupendi urafiki. Tangu kule tulikokuwa tumepanda. Na mpaka hapa si hatuna marafiki wa kweli na sehemu huwa tunaongea hatuna. Na ndio maisha yetu. Kwa mzee unafikiri wale wao wanajidai. Hatujidai. Kwa kujizuia kwenyewe. Kuna dhambi zingine unazuia hata kutembea kwenda. Mungu anasema anachukia miguu inayokimbilia kwenda kumwaga damu na ulimi wa ushahidi wa uongo. Mungu anafanya anauchukia. Sasa kukaa hivi tunajizuia kwa sababu kuna wakati mwingine unaweza kunajisiwa na maneno ambayo unaenda kwa mtu ukashangaa na kuambia. Jirani yetu ambaye ni mpangaji, yeye ananunua nguo, anaomba nguo na watu, alafu anakuja na mdanganya mume wake ni za nani? Ni za house. Hapo huyo ndo anataka sasa awe nani? Awe rafiki yetu, kwa tunakaa tunaongea naye sisi na haja huko. Bwana Yesu asifiwe. Unategemea siku yangu ya nini? Bwana Yesu asifiwe. Swala ni kujizuia. Na nimesema huwezi kujizuia kama una nguvu ya nani? Ya Roho Mtakatifu. Yeye ndiye anatuzuia sisi. Yeye ndiye anabaki kuwa mngojezi. Mimi wanamwambia siku zote Roho Mtakatifu nikiomba, naambia na leo uwe mngojezi kwenye kinywa chako. Nikienda kazini uwe mngojezi kwenye kinywa chako. Unaweza kufika ofisini kwa mtoto anamsema bosi. Na wewe umekaa pale kwenye kiti. Wewe una maoni gani? Wewe unasema si nyepesi tu kuja nizungumze, mimi bosi ameniuzi sana, labda niliandika posho yangu hajanilipa. Wataleta na mengine umeshashiriki. Kwa hiyo anamwambia Roho Mtakatifu baki kwenye kinywa changu kama mngojezi wa kusubiria kupanga maneno lipi litoke lipi lisitoke. Na Yesu akamwambia wanafunzi kwamba yale yanayotoka kinywani yanakuwa yametoka wapi? Moyoni. Wewe usije ukajidanganya ukasema mimi naimba hapa unashuka. Huku unasema uongo hapo ukasema baba yaani wala hamna shida. Una shida. Yesu anasema yanayotoka kinywani yananajisi watu na yanatoka wapi? Moyoni. Na hii alizungumza wakati wale Mafarisayo wanawaambia watu wake, wanafunzi wake wanakula bila kufanyaje? Bila kunawa. Baba ni dhambi wanakula bila kunawa. Yeye akawaambia mtu akila bila kunawa, kile chakula kinapita chooni, anaenda faragha mwenyewe na tunanajisi nani. Lakini linalotoka mdomoni linatoka moyoni. Kule ndio yanatoka mawazo ya ufitimishaji, mawazo ya uongo, uwaji, usinzi, yote yanatoka
moyoni. Kwa kuanzia leo usije ukajifariji kwamba wewe umeshindwa na uongo, masengenyo unateta watu. Alafu unasema mimi na Mungu, mbona nikisimama pale namuona Mungu akishuka? Unajidanganya. Wewe hata unanenaga vya uongo. Wewe hata unanenaga vya nini? Vya uongo. Kinywa hicho Yakobo amesema kisima kimoja kiweze kutoa maji matatu na nini? Yaani maana yake na kinywa kimoja hicho hakiwezi kutoa laana, ukalaani watu au ukawateta watu, ukawasikizia watu, ukawafitinisha watu. Alafu ndio simama hapo unasema naimba sifa ni muone Bwana anashuka. Hakuna. Hicho kinywa kinatumika upande mmoja peke yake. Shetani ndio anajaribu kukitumia kinywa kinachotumia na upande mwingine, lakini Mungu anatumia kinywa kinachotumika upande wake peke yake. Sasa sema yeye ni Mungu mwenye wivu. Sasa sema yeye ni Mungu mwenye wivu. Maana yake yeye anataka peke yake kinywa chako akitumie. Ila shetani yeye ndio anakubali. Leo ukienda kuimba nenda kaimbe kama una shida, ila ukirudi tunaendelea na utaratibu wetu. Mungu anakuambia sitatumika kwenye hicho kinywa ambacho kinanena hayo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa uongo ni dhambi kama dhambi zingine. Na sijui pa huyo mwenzetu Isaya alikuwa na shida gani? Yeye sema anakuwa na midomo michafu, lakini sijui kwamba alikuwa anasema nini. Bwana Yesu asifiwe. Ulimi wa kujipendekeza na wenyewe ni moja ya dhambi zinazotokana na midomo. Ulimi wa kufanyaje? Wa kujipendekeza. Soma Zaburi sura ya 5 mstari wa 9. Zaburi sura ya 5 mstari wa 9. Lukosi soma. Zaburi sura ya 5 mstari wa 9. Biblia inasema, maana vinywani mwao hamna uaminifu, mtima wao ni shimo tupu, koo lao ni kaburi wazi, ulimi wao kujipendekeza. Bwana Yesu asifiwe. Mnajua maana ya kujipendekeza? Ukiwa hapa Kahama unasikia matajiri wote wanawapambe. Unasikia hicho kitu? Au siku hizo wamegeuza neno wanaoita machawa huko duniani. Wanaoita nini? Machawa. Yaani huwezi kumwambia mtu ukweli, ila unakuwa unampamba kwa mambo ambayo sio ya kweli, sio ya kweli. Yaani ni sawa na mimi kule mtu ni mwizi, ni rafiki yangu hata nashinda kumwambia kwa habari za wizi. Alafu nakuwa namwambia wewe utafanikiwa bwana, yaani juhudi zako utafanikiwa. Natenda haki. Natenda haki. Kwa unaona wale wanasiasa wanalalamika siku hiyo wamekuwa na machawa. Wana watu ambao wanashindwa kuambia ukweli matendo yao, ila wanawasifia kwa sifa ambazo sio za kwao. Huko unaitwa kujipendekeza. Mungu anachukia hicho kitu. Yaani ni sawa na wewe umekuwa rafiki yangu na mimi siku zote, ila nina mapungufu uniamini. Unaniambia tunadanganya yani wewe, Yesu akirudi wewe ndio wa kwanza kwenda mbinguni. Na huko maisha yako unayajua, hapo unajipendekeza. Unatakiwa uniambie ukweli kwamba kwa namna unavyoenda hivi Yesu akirudi wewe, kama nikuchukie lakini unaniambia kweli. Lakini sio nikupende kwa maneno ya nini? Ya kujipendekeza. Yaani wewe unaniambia vitu ambavyo si sifa yako. Na ndio maana hata mwenye dhambi huwa anachukia akiwaambia habari ya dhambi. Ukimwambia wewe ni mwizi anachukia. Lakini mwambie wewe ni mwema, wewe ni mtu mkarimu sana, anachukia. Anachukia. Wapendwa, anachukia. Yaani ukute mtu waje kumwambia wewe ni mtu mwenye upendo sana, wewe ni mtu mwaminifu, yule mtu atakuwa anasema wewe ni kweli, anasema sio za kwake. Ila mwambie wewe mwizi na kumbe leo mapigo, wakati kweli ni nani? Ni mwizi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa watu wanaojipendekeza kwa watu, wao wanatumia lugha na zenyewe ni maneno ya uongo. Unampamba mtu kwa sifa ambazo sio za kwake. Na hiyo nayo ndio ile ya kwamba baada ya mtu kujaa nguvu ya Mungu, anaanza kumtegemea mtu kama Mungu. Ukianza kumfanya mtu kama Mungu ndio kusaidia kwenye maisha yako, lazima umpambe na sifa ambazo sio za kwake. Tayari umeingia kwenye kukosea Mungu. Si unajua leo nikimpamba ile atanipa kunipa unga, nikimpamba ile atanipa kitenge, nikimpamba ile atanipa hivi. Alafu naanza kumtegemea Mungu, naanza kumtegemea nani? Mwanadamu. Ndio maana wale wapambe hawachukui maneno. Akitokea tajiri tu hapo nasikia maneno yake. Yaani hiyo gari yako kama ipo peke yake, hamna gari nyingine kama hiyo. Wakati magari yamejaa mengi, lakini nini? Anatoa sifa ambazo sio za nini? Za kweli. Ili yule mtu amtambue kwamba huyu mtu ananitambua, huyo mtu ananiheshimu. Unamkosea Mungu ukifanya hivyo.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ulimi wa kujipendekeza, lakini kuna usengenyaji. Mimi nimeziangalia hizi chache mbili tu, tutamalizia na ile usengenyaji. Soma kitabu cha Walawi 19:16-17. Na mimi nitasoma Zaburi sura ya 50. Lukosi soma Walawi 19:16-17. Sura ya 19 16-17. Biblia inasema, usiende huko na huko katikati ya watu wako kama mchongezi, wala usisimame kinyume cha damu ya jirani yako. Mimi ndimi Bwana. Usimchukie ndugu yako moyoni mwako. Ni lazima kumkemea jirani yako, wala usichukue dhambi kwa ajili yake. Unasikia? Hawa wenzetu wakati wanaishi kwa sheria. Wanaishi kwa nini? Anasema asitembee huko na huko kama mchongezi. Msengenyaji ni yule mtu anamuongelea mtu wakati yeye hayupo. Na wakati mwingine asilimia kubwa wao wanamuongelea vibaya. Wao wanamuongelea nini? Wao wanamuongelea nini? Vibaya. Hivi rehema, ukitoka kwenye ibada leo, ukaenda ukakutana na mama na Catherine, ukasema leo mchungaji alivaa vizuri, umemsengenya. Unaona tofauti? Umemsengenya. Lakini ukimwambia kijana mchungaji leo alikuwa amevaa ile nguo hata sijaipenda kabisa, alafu hapa unaenda kumwambia yeye direct, naenda kumwambia mtu mwingine, kamwambie kama ni roho Bwana amekwambia wewe, nenda kumwambia ile nguo hiyo haikupendeza. Mtu anajifanya anaogopa, alafu yule mwingine anafanyaje? Anazungumza. Huo ni usengenyaji. Mtu akianguka dhambini au mtu ana shida ya dhambi, usiende kumwambia mtu mwingine. Ndio maana Biblia inatoa utaratibu, nenda ukamwambie wewe. Ukienda ukamwambia mtu mwingine, yule mtu unamsengenya. Sijui mnaelewa wapendwa? Yaani mimi kama Lukosi ni kijana wetu kanisani, ana shida, hataki kusikia mimi nimeenda kuongea habari za Lukosi kwa huyu kijana hapa. Yaani mimi Lukosi asikie mimi mwenyewe nikimwambia Lukosi kwa mwenendo huu na huu sio vizuri mbele za nani. Lakini huyu akaenda kumwambia Lukosi, mzee wa kanisa alikuwa anasema wewe una shida hii na hii. Hapo ndio anatekeleza. Maana huyu mtu namsengenya. Anaweza kawa kweli yale ni maisha yake, lakini njia aliyoitumia ni ya kumsengenya, sio ya kumsaidia. Na anaweza akanichukia kabisa. Na ndio maana nikwambia ulimi ni kiungo hatari, kwa sababu unaweza kupasua hata kanisa kuliko na madhambi mengine. Sababu unapokuta mtu anakamtandao hapo anasambaza maneno yanakuwa sio ya kweli, mwisho wa siku tunaacha na magumu. Maneno huwa ni hatari hata kwenye mataifa, hata kwa ulimwengu wa giza huko. Hata kwenye ulimwengu ambao watu hawajaokoka, maneno tu ya kiana, watu wanaweza kufika kupigana vita kwa sababu ya nini? Ya maneno. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hapo nakuwa nimemsengenya. Lazima utofautishe kwenda kumsaidia mtu. Wewe huwezi kusema unanisaidia mimi, alafu naenda unamwambia mchungaji Sera unanisaidia mimi. Mimi mwenye shida kwa kwangu uniambie mwenyewe. Sio utoke hapo umwambie mchungaji Sera, "Ah, ni bwana nia nzuri tu. Nilikuwa nataka nikusaidie. Kwa nini ukuja kwangu?" Hiyo nia nzuri, kwa nini ukuja kwangu kuniambia? Mnaelewa wapendwa? Hapo unakuwa ule mtu unamsengenya. Na akikasikia useme kwamba wewe mtu siku hizi upendo umepoa. Anza wewe kwanza kutubu kwamba nilikosea. Umemwona wewe, umemjua wewe ana shida gani, na wewe ukakae naye, zungumza naye, na pia ndio utaratibu huo. Kama neno la Mungu kwamba ndugu yako akikosa nenda kaongee naye. Habari hiyo tena ndeka za kweli, lakini usianze kuzisambaza, kwanza kuambia watu unamsengenya. Ongea naye, mwambie. Na Biblia inasema atakusikia. Unampata nani? Ndugu yako. Umempata nani? Ndugu yako. Ndugu huyo manake umempata, manake huyu ndugu yako hata jaenda jehanamu ya nini? Ya moto. Akikusikia manake amegeuka, amebadilika, ameacha. Huyo mtu haendi motoni, kwa umempata. Kama mnaimba wote kwaya, muimbe kwa furaha, unajua tayari ndugu yako yuko pamoja na nani? Na wewe. Lakini ukitoka ukaanza kuyasambaza, inakuwa ni hatari. Zaburi sura ya 50. Nitasoma ule mstari wa 16. Anasema
Mungu amwambia, una nini wewe kuitangaza sheria yangu na kuliweka agano langu kinywani mwako? Unaona Mungu anatumia nini? Kinywa. Bali mtu asiye haki Mungu amwambia, una nini wewe kutangaza sheria yangu na kuliweka agano langu kinywani mwako? Maana wewe umechukia maonyo na kuyatupa maneno yangu nyuma yako. Ulipomwona mwivi ulikuwa radhi naye ukashirikiana na wazinzi. Umekiacha kinywa chako kinene mabaya na ulimi wako kutunga hila. Umekaa na kumsengenya ndugu yako na mwana wa mama yako umemsingizia. Angalia pale pana maneno mengi. Unakusingizia, unakusengenya, unakunena hila. Umeacha kinywa chako. Maana yake hapa anauliza mtu yule ambaye haishi katika utakatifu ana haki gani ya kuitangaza sheria ya Bwana? Hivi ukiwa unaimba hapa unaitangaza sheria ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ninavyohubiri hivi natangaza sheria ya Bwana. Je, nina haki hiyo? Sina mambo mengine, sina kitu kingine ninachokifanya kinachomchukiza Bwana. Ndio maana hapa anauliza, una nini wewe kuitangaza sheria ya Bwana na kuweka agano la Bwana kinywani mwako? Anatumia kinywa. Maana kinywa hicho kitangaza habari ya Bwana, sheria ya Bwana. Hapo ndio kitu pekee yake kulani watu, kusengenya watu, kusingizia, kufitinisha. Bwana Yesu asifiwe. Haiwezekani. Mimi nimesema utatumika, lakini utatumika peke yako. Roho Mtakatifu hata kuwepo. Maana watu wanajua tu wokovu ni kusimama na kuimba. Hapana. Kuimba ni kitu kingine na wokovu ni kitu kingine. Kuna mtu anaweza kaa kazini kabisa akapewa maiki hapa kaongea. Mimi nawaambia, anaweza kazini kabisa akasimama hapa akapewa maiki hapa kaongea. Kwa kuifanya kazi ya Mungu usikie kwamba nafanya kazi ya Mungu mimi Mungu ndio tunataka tuzione nguvu za Mungu. Ndio zinazodhihirisha kwamba wewe ni mtumishi wake. Kama Isaya alipokuwa kwamba alikuwa nisafishe kinywa ili Bwana nitumie. Watu wakiziona ishara na maajabu wajue kweli umetumwa na nani? Na Mungu. Lakini kuimba usikia mtu anaimba. Siku hizi nao wanageuka hata wenye hawa wanaoimba mambo fleva nao wanaimba nyimbo za dini. Hawaimbi nyimbo za dini kama mambo fleva. Haya kwa kuimba mambo fleva tunawaita watu wako. Siku hizi kwenda kwenye mabao hata wale mabasi kwa muziki ya dunia ndio wanapiga nyimbo za Mungu kwenye mabao. Kwa kupiga hiyo utasemaje kwamba wao wanamjua Mungu? Hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ishara hizi zitaambatana nao waaminio. Marko 16. Maana yake mtu aliyemwamini Yesu na kujaza nguvu ya Roho Mtakatifu lazima kuwe na ishara zinazotenda kazi pamoja naye. Kinyume na hapo na Mungu peke yako na utafanya watu wafuatilie maisha yako kama huyu ana shida gani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Andiko la mwisho Petro wa kwanza sura ya 3. Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa 10 hadi wa 12. Mstari wa 10 hadi wa 12 Biblia inasema, kwa maana atakaye kupenda maisha na kuona siku njema auzuie ulimi wake usinene mabaya na midomo yake isinene hila, na aache mabaya atende mema, atafute amani aifuate sana. Kwa kuwa macho ya Bwana huwaelekea wenye haki na masikio yake husikiliza maombi yao, bali uso wa Bwana ni juu ya watenda mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Yaani maneno mazuri sana. Anayetaka maisha na kuiona siku njema lazima azuie kinywa chake kisinene hila. Kwa tafsiri nyingine, kama umejiajiri kuwa unanena mabaya, unayaharibu maisha yako. Kwa tafsiri nyingine, unayaharibu maisha yako. Anayetaka maisha, kuna mtu asiyetaka maisha ambaye anataka kuiona siku njema. Umeamka umeenda kufungua biashara yako, unataka uuze ngone, yaani uzuie. Tena anasema auzuie ulimi wako usinene nini? Wala asitende mabaya, wala asinene mabaya, wala asichunge hila. Huyu anayetaka anasema kwa nini? Kwa sababu uso wa Bwana unawaangalia wenye nini? Uso wa Bwana unaangalia nini? Wale watu ambao wana haki hawafanyi hayo, kwa sababu Mungu hutega kusikia maombi yao. Mungu anataka kusikia maombi yao. Bwana Yesu asifiwe. Anasema midomo yake isiseme hila, na aache mabaya atende mema.
atafute amani na alifuate sana. Kutafuta nini? Amani. Amani. Na mtu akikosa amani anazungumza sana. Kama watu hawajui. Ukikosa amani ndio mtu anazungumza sana. Kila anayekutana naye anataka ajue matatizo yake. Kila anayekutana naye anataka mtumikie shida zake. Moyoni hakuna nini? Hakuna amani. Kwa maana macho ya Bwana huwaelekea wenye haki na masikio yake kusikiliza maombi yao. Hebu fikiria. Macho ya Bwana yanawaelekea wenye haki na masikio yake yanasikiliza maombi yao. Kama umejizuia, utendi hila, uzungumzi hila, usengeni, usemi uongo, ufitinishi watu. Nimekwambia kinywa mara nyingi kinashiriki dhambi nyingi. Hata mtu anayefitinisha watu wagombani, lazima ataenda kusema maneno. Au ataenda kusema fulani anakupenda sana, watu wanagombana. Ataenda kusema hivyo. Haendi kusema hivyo. Ataanza kwenda kusema fulani na fulani walikuwa wanakusema sana. Wanasema hivi na hivi na hivi. Tayari unashangaa ukikutana na mtu akusalimii, ujue hata kilichotokea. Kumbe kuna mtu ameenda kuyatengeneza mambo yake huko. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama unataka maisha, na bahati mbaya sana kuna watu huwa wanawasengenya mpaka wale ndio waliowasaidia. Au mtu amekuhubiri injili, umeokoka, wewe ndio unamsengenya huyo, ndio unahangaika naye usiku na mchana, unajitafutia laana. Yaani aliyopanda kwako ni kikubwa kuliko wewe unachokitenda. Kwa hiyo Mungu anaweza kuweka tu kwenye mzani. Bwana Yesu asifiwe. Anayetaka maisha na kuiona siku njema, azuie ulimi wake usinene mabaya. Ndio maana nyinyi watumishi wa Bwana ni ambao mnabaki nyumbani. Ukiamka ukikuta umeosha vyombo, umemaliza, una kazi nyingine. Bora hata uende chumbani ukachukue Biblia waanze kufanyaje? Kuisoma. Kuliko ukasema nataka niende kwa mama fulani. Nataka niende, hauna kazi yoyote, nataka tukwenda kutembea tembea. Ndio unaweza kujikuta kule unaenda kunajisiwa huko, maneno. Wewe Yusufu pia nyimba wewe anasema akija mbele kwako haraka lete Biblia. Usipoanza wewe atakuanza yeye. Maana yake huyu mtu unatakiwa umzuie asizungumze hayo. Sasa tuweze kuleta Biblia. Kuna Roho Mtakatifu. Abaki kwa mngojezi kwenye kinywa chako. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema ukiwa wewe kama wewe huwezi. Hata mimi hapa siwezi. Kwa sababu kuna vitu vingine sio wewe unaanzisha. Kama nilivyokuambia unaenda kwa kazini. Watu wanakuambia bwana kuna rushwa inataka ile tu hapa tule. Sasa kushirikisha. Sasa kushirikisha. Unaweza kujikuta wewe useme tuchukue, unaweza sema sasa tunafanya kuja kutupatia. Tayari umeshaingia kwenye mtego. Kwa hiyo usitegemee kuchafuka, kinywa chako kuchafuka mpaka wewe umeanza. Ndio maana anataka kujizuia pengine kuacha na kuzurula. Kutwa nzima mtu hana kazi yote, anazurura kwenye miki ya watu. Mpaka kimaliza jioni hashuhudii. Kuna watu hapo wanafanya dhambi haidi kuwashuhudia. Ila anataka kajue mama fulani. Na ndio maana unakuta maneno mengi yakianza kuchafua kanisa. Ukifuatilia unakuta ni wale watu ambao hawana kazi za kufanya. Wapo nyumbani. Kubali Bwana kuandike kazi. Achana na hayo mambo, jizuie. Kutokwenda pia ni kujizuia. Kutokwenda ni kufanyaje? Ni kujizuia. Kama ni mwepesi unaona kinywa chako kinaweza kikachangia kikafanyaje? Usiende. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana sisi watu wanakuja na tunajisema tunajidai. Sisi hatujidai, tumeamua kujizuia. Bwana Yesu asifiwe. Na watoto wetu hivyo hivyo, tunataka waende kwenye majirani kwenye miji ya watu ovyo. Sio kwamba tunajidai au sisi wenye maisha sana. Standard tunayoiweka sisi kwa ajili ya maisha yetu, tunataka na watoto wetu wawe hivyo.